Jana pia tarehe 21 tuliweza kufanikiwa kudhibiti uhujumu huu wa uchumi wa matangi haya yasiyopungua 88 ambayo kila moja lina lita 250. Kwa kweli vijana wangu nikupongezeni sana, na niwaahidi mimi mkuu wa mkoa wa Kaskazini Pemba niko na nyinyi bega kwa bega muda wowote, wakati wowote, kwa lengo la kuilinda nchi yetu na kuhakikisha kwamba huu upotevu wa mapato ya nchi yetu basi kwa pamoja tunaweza kuyadhibiti. Niwaambie vijana wangu, muendelee kufanya kazi kwa bidii kubwa, juhudi na maarifa pamoja na uzalendo, mkiamini sisi viongozi wenu huku tuko pamoja nanyi. Na mimi pia niendelee kumshukuru Kamanda Bakari. Hakujua kwamba mie labda ni bosi nibakie ofisini. Baada ya tukio kutokezea, yeye mwenyewe alikuja kushirikiana na nyie vijana. Sisi ndani ya mkoa wetu tunatambua kwamba tuna bandari bubu nyingi sana, na niwaambie wale wote wahujumu wa uchumi wa nchi yetu kwamba sisi tumejipanga vya kutosha kuhakikisha kwamba bandari zote bubu tunazidhibiti, na huu ndio mfano na ndio uhalisia. Na niwaambie serikali ya mkoa, hatutomuonea mtu, lakini hatutomwacha mtu yoyote yule ambaye atavunja, atakiuka sheria ya nchi yetu. Amesema Kamanda Bakari, sisi tuko macho. Siku ya jana walitarajia labda sisi tutakuwa tunakula futari, au sio? Tunafutari, lakini kumbe hajui kwamba watu wako macho. Kwa hiyo niendelee kuambia na niseme kwamba mkoa huu kupitia vikosi vyetu vyote tumejipanga kuhakikisha mkoa unabakia kuwa salama, lakini mambo maovu yote katika mkoa wetu yanaondoka. Kwa hiyo niwaambie wale wahujumu wa uchumi wanaojipatia kipato kwa njia ambazo si rasmi, haya mambo waachane nayo mara moja, kwa sababu watapata hasara iliyo kubwa, au sio? Kwa mfano kama sasa hivi hii ni hasara kubwa, wengepitisha hii kwa utaratibu, wengejipatia faida na mambo mengine, serikali tukaweza kupata kodi, au sivyo? Lakini leo wao wamejaribu kutumia njia ambazo si rasmi na wakaweza kufanya vitendo kama hivi, na niendelee kuambia sisi hatuto wafumbia macho. Kwa hiyo nimalizie kwa kukushukuruni sana, nikutakieni kila la heri katika kutenda kazi zenu. Kama nilivyoambia, juhudi, bidii na maarifa ndio yatakaotufanya sisi mkoa wetu tuweze kujenga zaidi. Tuondoeni muhali, tusimuonee mtu, tusimdhulumu mtu, lakini tusikubali mtu akavunja sheria za nchi yetu.